kurudishe mwanadamu kwa Mungu, arudishe ule uhusiano uliovunjika tena kwa Mungu. Unaona? Yes, kurejesha kusudi la awali. Kwa baada ya mwanadamu kuvunja ile kusudi la awali, Adamu, baada ya wewe kulivunja ile kusudi ambalo ulilivunja na kuomba na kukusii kwa neema ya Mwenyezi Mungu, nenda ukaunganisha tena kusudi. Hakikisha unamwamini Kristo, unamwambia Bwana, nimerudi, nanyenyekea, narudi, nataka nirudishe ule uhusiano wangu wa kwanza, kwa sababu kila mwanadamu, kila aliyeumbwa, kila aitwaye mwanadamu anapozaliwa ana ile asili ya ule uhusiano yeye na Mungu. Kwa baada ya kuvunja ule uhusiano, kwa hiyo anakuwa mbali na Mungu. Kuhakikisha njia zako, matendo yako kama yalikuwa mbali, yanahakilisha kwamba wewe uhusiano wako umevunjika, basi mrejee Mungu kwa toba. Kumbuka yule mwana mpotevu. Yes, mkumbuke yule mwana mpotevu alirejea kwa baba yake kwa kujimimina chini, kwa kulia, kwa kumwomba babake rehema, radhi, na babake akamsamea na akamfanyia sherehe. Na wewe Kristo yupo radhi kukupokea, kwa sababu alikufa kwa ajili yako, ikiwa kama kweli moyo wako utakubali yeye kukurejesha tena, kwa sababu kipengele cha 5 kinatuonyesha jinsi Mungu alivyomtoa Kristo kwa ajili ya kukurejesha wewe na uhusiano na Mungu. Haleluya. Umeona? Ili kumpa mwanadamu uzima wa milele. Kwa hiyo ili upate wewe mwanadamu uzima wa milele, kwa hakikisha unazingatia haya mambo katika hii namba 5, na Bwana na neema ya Mungu, haleluya, ikakuwezeshe mtu wa Mungu katika hii safari ya imani, katika safari ya wokovu, katika safari ya maisha kumtafuta Mungu. Usije ukamwonea hata mtu mmoja aibu. Usimwonee mtu aibu kufanya jambo la kimungu, kwa sababu kila mtu ana hatima yake. Maandiko yanashuhudia kwamba katika ile siku